Karibu katika kurasa za mwisho Idi Mubarak, ambapo leo hii tunasherehekea sikukuu ya Idi, na mara baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu takriban mwezi mzima. Nipo pamoja na Jabir ambaye naye tutazungumza kidogo kuhusiana na mambo ya Idi. Niko na Charles Abel, tutazungumza kidogo kuhusiana na mambo ya Kwaresma. Philip Nkin naye pamoja na Faustine. Karibuni sana katika kurasa za mwisho. Leo hii ni sikukuu ya Idi Mos na Idi Pili kesho. Jabiri, vipi? Umeandaa mbuzi? Hapana. Bwana, kama umekuja kwa kusita sita. Sherehe ipo leo? Ipo sherehe kama kawaida. Haya bwana, tupo katika kurasa za mwisho, na tukitoka tu hapa tunakwenda kwa bwana Jabir kwenda kula basmat. Chazi na ameandaa. Chazi na ikaandaa. Kaandani? Kaandaa biriani, katualika hapo nje. Nafaa wametuambia tukimaliza tuende kwa. Jabiri bwana hawezi kuwa na basmat. Jabiri? Unajua Jabiri mfungo mzima umepita hajafutulisha. Jana hili imepita Jabiri bwana. Hili si leo. Hili jana Jabiri kasa jana. Kwani Kwaresma naye atuli Kwaresma naye kwa uzuri kwa lazima hajabakiza siku nyingi. Kama tutawapawa sababu mimi nimeweka hapa. Jabiri ajue tu kwa mimi nimeweka hapa hiyo. Bwana kweli. Umechokoza. Jamani, karibu katika kurasa za mwisho. Leo hii katika sikukuu hii kabisa, tuna magazeti ambayo yametufikia kwa wakati kabisa na tunaweza kuyazungumzia, na hapo baadaye basi tutajiungana na mwenzetu Ali Bakari ambaye ndo anajiandaa kwenda kuswali. Naye amesema ngoja asalimie watu wake wakati akiwa anaenda kupata thawabu katika msikiti pale anapoishi. Kwa hiyo katika gazeti la Mwanasports Super 16, hiyo ikiwa ni kichwa cha habari ama headline kubwa kabisa katika gazeti la Mwanasports, pamoja na Nation Simba miaka 2 ikiwa imeripotiwa hivyo, na jana kulipo kuna dodosa Kwamba Nation sijui kuna watu fulani wamefuata kwenye mitandao ya kijamii, nilisoma. Kumbe kuna namna au hujaiona? Nimeiona kabla. Mimi labda Mimi nilijua Nation anatumikia adhabu au labda nimejeruhi kutokucheza mechi ya Simba na Pamba. Ndio nilikuwa niko pale naangalia mechi, niliwakuwa na waza hivyo. Mpaka baadaye mechi ilivyoisha ndio nikajua kumbe kulikuwa na taratibu. Kuna jambo lingine zaidi ya hilo ambalo nilikuwa naliwaza mimi. Kwa hiyo Nation Simba. Hata hapa gazeti imeripoti Mwananchi. Gazeti mama la Mwananchi. Hata hapa manake kama ni hivi. Na nafikiri hapa limeenda mbali zaidi kidogo. Limefika mpaka upande wa Singida. Ukisoma mwandishi alifuatilia mpaka upande wa Singida. Kwa hiyo ikiwa kama hivyo anasubiri msimu uishe, si ndio? Ndio hivyo, ndo maana yake. Sawa. Nini maana ya Super 16 ambayo gazeti la Mwanasports imeandika, na ndio tutakopo hapo, na wameweka picha kadhaa. Japo picha kubwa hapo ni ya Ish Manula. Kuna picha ya goalkeeper wa Simba bado Kasari. Goalkeeper wa Simba Kasari. Pia yupo picha ya Diara hapa. Na pia ipo goalkeeper Manula Super 16 ambayo ipo pamoja na kama vile lens ina zoom. Lens ina zoom. Kiukweli mwalili wa Mwanasport mwezi anawasumbua sana wasomaji kwa vichwa vya habari vya utatanishi, kitendawili. Lazima ukitegue. Yaani lazima. Nafikiri amekuja na strategy kwamba inabidi ununue gazeti na lazima ukitegue. Yaani ukiwa hewani kama hivi unategua Super 16. Sasa basi wewe umetegua wiki 2 zilizopita na zote ulikosa. Hata hii sasa hivi ningetegua kwa sababu ni wakati wa kipindi imebidi nijitahadharishe. Umejiwahi? Nimejiwahi nijitahadharishe. Sije nikawa wiki ya 3 mzee unaangukia pua. Kwa hiyo hapa pia mwenzetu Ali Bakari atakuja nayo kwa sababu amenambia nimeona kuna vichwa vya habari ambavyo vimesheni. Huko kuna nini zaidi hapo?
Kuna hiyo ya National miaka miwili Simba, lakini kuna quarter final ya mashindano ya vilabu barani Afrika ambayo leo yanaingia kwenye second leg, mechi ya pili. Baada ya raundi ya kwanza, sasa raundi ya pili. Unajua jana kati napanga mpango kazi na Ali Bakari, nikasema ukichukua gazeti, chukua ile gazeti ambalo nimeandika mbele ni hadi news. Unajua magazeti yetu mbele ni habari zile ngumu na nyuma zile habari rais. Chukua gazeti lililoandika Idi Mubarak, nikamtajia baadhi ya magazeti likiwemo la Mwananchi, lakini limeniprove wrong. Au kuna mambo ya Idi Mubarak ipo kuna picha sasa najua atakuja nayo hiyo. Ilikuwa namaanisha kwamba headline ya kubwa Idi Mubarak utaona katika gazeti la Mwananchi. Karibuni sana Faustini, tusikutoe mdomo. Naam, leo Yanga anacheza. Yes, anacheza leo. Yanga anacheza. Mechi ngumu kabisa ile. Mechi ngumu, na kocha aligusia kwamba watajitahidi waepuke matokeo ya sare. Ya sare au kufungwa? Ya sare. Au yote? Ya sare, kwa sababu tumetoka kupata sare 2 mfululizo hapo katika mechi 2 zilizopita. Kwa hiyo anaingia kwenye mechi ya leo akiwa na lengo moja tu, kuondoka na point 3 na si point 1. Kuna namna ambavyo mashabiki wa Yanga kama wana raha mkini wanastahili kutokuwa na raha, kwa sababu gap kubwa limepunguzwa. Issue sio gap. Unajua mashabiki siku hizi mtaani wanajua wana uwezo wa kuiangalia timu yao wakajua sasa hivi timu inapanda au timu inashuka. Yaani hawana ambacho unaweza ukawadanganya. Ile kusema unaweza ukawaambia tu wakaamini ni ngumu, kwa sababu nao siku hizi wana uwezo wa kuanalysis mchezo, wana uwezo wa kujua kwamba tulifanya nini jana, leo tunafanya nini. Kinachowasumbua Yanga ni hizo sare ambazo walikuwa wanazungumzia, foul ambazo unaona zinawapa pressure. Kwa sababu msimu uliopita Yanga alitoa sare mchezo mmoja dhidi ya JKT. Msimu wote mechi zote 30. Na msimu uliopita wote Yanga alipoteza pointi 8. Leo kwenye mechi 15 Yanga ameshapoteza pointi zote ambazo alipoteza msimu uliopita. 8. Kwa hiyo lazima kwa shabiki ambao wanaangalia, ni msimu wa kwanza huo. Ni mzunguko wa kwanza huu. Ni mzunguko wa kwanza. Kama kwenye hamna mzunguko wa pili kama ziko 8 kuna 4. Sasa sijui kitakachotokea. Labda hamna. Lakini sasa ukija ukiangalia kwa nini wanapata pressure, nafikiri hapa katikati kwenye huu ubingwa wa Yanga wote wa miaka 4 mfululizo. Ule msimu wa kwanza ambao Yanga hakufungwa ndio msimu ambao alipata sare mechi 8 nafikiri. Lakini hakupoteza mechi hata moja. Hapa katikati Yanga hakuna mechi nyingi, hamna msimu mwingine wote ambao ametoka sare mechi 4. Kwa hiyo kila mmoja anaanza kupata ile hisia kwamba mbona kama vile tunapoelekea sio pazuri zaidi. Na hiyo sasa haiwapati wenyewe tu, kwa sababu ukiangalia inaokuta Simba, inaokuta na Azam pia. Zile timu kubwa zote zinaendelea kudondosha taratibu, kwa sababu Azam pamoja na performance ambayo inaonekana Bengi ametengeneza timu nzuri, lakini ndio timu inaongoza kwa kutoa sare kwenye ligi kuu mpaka sasa hivi. Azam ametoa sare michezo 8 ambayo ni mingi zaidi kuliko timu zote kwenye ligi. Mwazidi mpaka JKT ambao mwanzo walikuwa wanaongoza, walikuwa na sare michezo 7. Lakini ukija ukiwatazama nao Simba ndio hivyo hivyo. Simba wakipoteza pointi moja tu sasa hivi wanafikia idadi ya pointi zote ambazo walipoteza msimu uliopita pia nao. Kwa kuna pressure kubwa kwa mashabiki wa hizi timu zote tatu. Yaani sio Yanga tu, sio Simba tu, wala sio Azam peke yake. Ndio maana ukiona shabiki akikwambia kwamba naanza kupata wasiwasi, ana haki ya kufanya. Anaanza kupata wasiwasi. Mashabiki lazima watu wa heshima. Wiki hii lakini tumejengwa kwenye hulka ya kuamini kwamba Simba na Yanga lazima zishinde. Haziruhusiwi kupoteza mchezo au kutoa sare. Hiyo ndio hulka ambayo nayo inasumbua. Na nimeona pressure imekuwa kubwa mpaka Chazi ana usemu yake mmoja ambao anauzungumzaga. Yaani unaona kuna wale waandishi ambao wapo kwenye social media zile walivyoanza kuwatafutia timu makocha. Yaani makocha kabisa, unasikia Yusuf Dabo sasa hivi ana kazi, jana akatajwa mwingine Sinisa nani sijui. Yaani hadi unacheka. Kwa hiyo
kumekuwa na huo utamaduni, na nimemwona hata mmoja wa waandishi wa Kongo wa michezo Yule Daba Edo Kumwembe alikuwa hajapata timu. Yule Daba hajapata timu. Ni msaidizi wa timu ya taifa ya Libya. Mimi ndio ninavyojua mara mwisho akimsaidia Sise kwenye national team ya Libya. Sasa sijui kilitokea nini, lakini mimi najua hivyo ndio status ya mwisho, lakini nimeona anasemekana ana timu na akasema yuko tayari kuja kufundisha soka la Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa na huo utamaduni na umekuwa ni hulka, na unazikuta kabisa washabiki wanakuwa wana pressurize hilo jambo, kwamba hata sasa hivi unaweza kusikia sasa hivi, yani labda akitokea Beka mechi ya pili au huyu Pedro ukasikia chochote, kwa sababu chochote. Kuna kitu mlikatisha, umesema Edo, ulimsikia amesema Edo, sio nimemsikia, nimeona ameandika kwenye peji yake Kumwembe kuhusu hilo jambo la hulka hii yetu ya kwamba tumejiwekea kwamba hizi timu hazitakiwi kuna nini yoyote kupata sare au kufungwa. Unajua issue sio hulka. Mimi wakati mwingine siamini sana kwenye hulka ambao watu wameiweka. Mazoea. Yaani kinachotokea ni kwamba msimu huu ukizitazama timu nyingine nyingi hizi ndogo ndogo, unakutana na Pamba, unakutana na Mashujaa, sio unakutana na Mtibwa, Singida, zimeimprove. Tukubaliane kwenye hilo. Yaani kuna msimu Yanga alikuwa anaenda kwenye mechi unahesabu ya kwamba asiposhinda goli 5 atashinda goli 4. Na mashabiki wanazitaka zile 5 na zinapatikana kweli. Lakini msimu huu ni kitu ambacho utakipata kwa nadra sana kwa sababu ya performance ya zile timu nyingine. Yaani kuna timu nyingi sasa hivi unaziona, kuna ile hiyo kauli ambayo unasemea kama ya Chazi anasemaga sasa hivi huwezi, yani hauwezi ukaenda ukiamini kwamba nitaomba Mungu tu afu nitashinda. Yaani lazima pia na wewe una kitu unacho mkononi cha kwenda kupambania uwanjani. Sasa hivi ukizitazama timu nyingi sana zina mabadiliko makubwa sana kwenye uchezaji. Yaani mfano unaitazama ile mechi ya Simba na Pamba, unajiuliza yani tofauti yake hapa ya Simba na Pamba ni nini? Unaona kwamba gap ni dogo sana, ambao ndo ligi sahihi. Sisi ndo maana mimi nilikuwa naambia mtu, nikamwambia kama ligi yetu itaenda hivi mpaka mwisho, timu utakapozipata ambazo zitaenda kwenye michuano ya CAF msimu ujao zitakuwa strong sana, kwa sababu zitakuwa zimepita kwenye sehemu ngumu sana kupata ile nafasi ya kwenda pale. Lakini hapo nyuma ilikuwa timu inacheza, yani unacheza ligi, Simba anaenda anaamini anaenda kushinda, Yanga anaenda anaamini anaenda kushinda. Niambie leo kama Yanga kuna press unaiona kwamba mwalimu anakuambia inaenda kushinda, au msemaji mwenyewe, wasemaji wenyewe sasa hivi wana hofu. Yaani hakuna msemaji sasa hivi anasimama kwamba hii mechi tunaenda kushinda kwa 100%. Okay. Kwa nini? Kwa sababu kila siku mambo yanabadilika. Okay, kumalizia hilo, sare ya Simba manake. Sare Simba yalinda rekodi ya Yanga katika gazeti la Mwanasports. Mtibwa dhidi ya Yanga kuna mtego hapa. Alafu tunaendelea zaidi. Mfupa wa Pedro Yanga. Zote hizi zikiwa zina support kile ambacho tumekizungumza, si ndio? Sasa nakuja kwenye hiyo ya Edo Kumwembe, nyuma ya pazia, makala. Wahuni wa kafu wametuvua nguo. Jabiri hatukuzungumza sana kuhusiana na maamuzi ya kafu wiki ambayo yamekuwa yakitikisa kila kikucha, kila tukienda. Lakini wewe hujazungumza chochote, sijakuona. Ulimtafuta sana juzi hapo kaingia pitini. Nikasema najua pa kumkamatia. Unajua mtu kama Charles Abel amehudhuria sana hii mikutano ya CAF. Yaani kwa maana anajua ile protocol ya CAF. Mimi nilichokuwa natofautiana na watu hata kwenye social media ni watu kuja kumblame Mosepe. Hicho tu nilichokuwa natofautiana nacho. Lakini sio nilikuwa na support maamuzi ya kamati. Inawezekana Mosepe amekwenda kutokana na sheria na kanuni alizozikuta pale ama ambazo wameziweka, lakini maamuzi inawezekana hata kakaa pembeni. Ndio hicho nilichokuwa, kwa sababu kama unakumbuka ilivyotoka tu hiyo maamuzi ya kamati ya rufaa ya CAF, watu wengi walikuwa na mblasti na kumblame Mosepe kwamba amekuwa dhaifu, amekuwa nini. Lakini mimi nikawa nasema taasisi inavyoongozwa ni kwamba hawa wajumbe walichaguliwa na waliidhinishwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo kumblame moja kwa moja Mosepe, otherwise labda mamlaka haya CAF inampa rais wa CAF aingie kwenye hiko kikao. Kama Mosepe ameingia tunaweza kumshutumu, lakini tusubiri tuone Mosepe, tusubiri tuone Senegal watasemaje. Na nimefurahi kwamba Mosepe amekuja kusema kitu sahihi kabisa, kwamba na mimi niwe mkweli. Yaani Mosepe alinikumbusha
kipindi cha utawala wa Tenga. Yaani mimi alinikumbusha kabisa. Motsepe amekuja amesema sahihi kabisa. Maamuzi ya rufaa ya kamati yaheshimiwe na Senegal wamekwenda mbele, wakishinda huko kwenye CAS na sisi tutaheshimu maamuzi hayo. Ndio taasisi inaongozwa hivyo. Yaani usingetegemea kwamba maamuzi yametoka tu pale pale, Motsepe aje useme maamuzi haya tuyakubali. Haiwezekani. Mimi nadhani Motsepe kuingizwa kwenye hili sakata kwa kulaumiwa. Unajua kwa sisi huku mashabiki wengi hawawezi kuwajua viongozi wote wa CAF. Sawa. Ndio? Ni kweli. Motsepe anasimama pale kama alama ya shirikisho la soka Afrika. Kwa hiyo lawama zikitoka haziwezi zikamwendea katibu mkuu wa CAF. Kwa sababu hajulikani. Kwa sababu hajulikani au mwenye kitu wa kamati gani? Kwa sababu watu hawamjui huyu. Watu wanamjua yule pale juu. Sasa tu hata kwenye shirikisho letu huku zikitokea lawama nyingi kweli nyingi, anahitajwa ni nani? Sharia. Kwa sababu yeye ndo nembo ya shirikisho la soka. Na inawezekana kweli hahusiki kwa sababu zile kamati huru ndo zinazitegemea Motsepe wala hahusiki. Lakini kwa mashabiki mpaka kuja kujua hivyo kwamba hahusiki inakuwa ngumu. Wao wakishajua yupo ndo mwenyekiti au rais wa CAF, kweli wanatupa zinakwenda kwake. Na kweli aliongea kitu kizuri. Na kama ukisoma sasa shabiki kauli ambayo ameongea Motsepe unajua kwamba kumbe ni chombo kingine tu huru ambacho kimekuja kutoa kauli. Na kauli yake aliyoitoa hajajifunga. Yaani katoa kauli ambayo iko open kwamba ni maamuzi ya kamati. Na maamuzi ya kamati yaheshimiwe. Lakini Senegal kwenda mbele. Na kuna maamuzi mengine atatoka. Na pia akitoka tutaheshimu. Sasa yapi atachukuliwa atakuwa serious Abel? Kasi ama yale Abel ndio vizuri kwa sababu hizo politics za soka. Yapi ni muhimu? Kwanza mimi wanamnyoshia kidole Motsepe naunga mkono kwa 100%. Na declare kwanza interest yangu katika hilo jambo. Kwanza. Sawa. Kwa nini? Unajua wanasema kuna msemo unasema haki. Yani haki inatakiwa itendeke. Na inaonekana imefanya nini? Imetendeka. Motsepe hawamlaumu kwa maamuzi. Yaani wanamnyoshia kidole Motsepe. Hawamnyoshia kidole kwa maana ya maamuzi yaliyotolewa kwamba yeye ndo kaambia labda afanye. Motsepe analaumiwa kwa kuonekana shirikisho limemzidi nguvu. Yaani kuna watu ndani yake, yani watu ambao wako chini yake wanamzidi nguvu. Na tusizunguke, mtu anayetajwa ni Fauzi Lekja, Morocco yule, rais wa shirikisho la soka Morocco. Sasa kwa nini watu wanamuhusisha kwamba Motsepe hana nguvu mbele ya Fauzi Lekja na wanaamini kwamba Fauzi ndio anauharibu mpira wa Afrika? Fauzi anauharibu mpira. Na hiyo yani ni vitu ambavyo viko yani kuna fact ambazo zinaonekana hadharani. Wewe kama rais sasa yani inakueje unakosa nguvu mbele ya huyo mtu? Kuna matukio kadhaa tunajiuliza. Kwa mfano Yanga ilikataliwa bao against Mamelodi Afrika Kusini, si ndio? Tutakuja Chaza Abel. Kuna story nyingi ndani yake sakata la CAF pamoja na Edo kaliandika hapa ubingwa wa mezani wahuni wa CAF wametuvua nguo, ikiwa ni mfululizo wa sakata la CAF, Senegal na Morocco. Twende kama nilivyokuahidi kwake Ali Bakari ambaye yupo. Asalamu alaykum Ali. Idi Mubarak. Tuambie nini ambacho kipo na naona unajiandaa kwenda kuswali. Dogo akichazi. Filipo Cypriani, leo hii bila shaka ukipita katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na nchi nzima bila shaka utakuwa unasikia watu wakisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hiyo tafsiri yake ni kwamba leo ni Eid al-Fitri, maana yake ni kwamba Waislamu duniani kote na Tanzania wamemaliza ule mfungo wa Ramadhani na leo hii wanaelekea kusali salati al-Eid, Eid al-Fitri, Eid ya kula bila shaka, sio? Naam. Hapa unavyoniona nipo nje ya msikiti wa Majmui kutoka Tegeta, naweza ukauona huo Masjid al-Majmui kutoka Tegeta, maeneo ya kwa Ndevu. Kwa wenyeji wale wa barabara ya Bagamoyo bila shaka watakuwa wanafahamu, upo karibu kabisa na barabara ya kuelekea Bagamoyo. Ukitoka Mwenge unapita Lugalo, unapita shule, unapita Afrikana,
Mbuyuni kisha Tegeta, na pembezoni hapa utakutana na huo msikiti. Nipo na Waislamu hapa ambao wamejitokeza kwa ajili ya kwa ibada hiyo ya Eid al-Fitr, na hapa nipo na imamu wa msikiti wa huu majumuu hapa, Imamu Hussein. Atuambie kwa uchache kidogo miongoni mwa mambo ambayo Waislamu leo wanatakiwa kuyafanya kwa uchache kidogo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza sinabudi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, sambamba na kumtakia ziada za rahma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, leo tupo katika siku ya furaha, siku ambayo ametutaka Allah tabaraka wa taala pale tunapomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Waislamu wajumuike katika sehemu mbalimbali, kwenye viwanja, kwenye misikiti, ili waweze kutaja jina la Allah tabaraka wa taala. Na leo tunaungana na Waislamu wenzetu kote duniani kwa ajili ya kusherekea siku ya Eid. Kwa nini tunasherekea siku ya Eid? Tunasherekea siku ya Eid kwa sababu ni siku ambayo Waislamu wametoka katika mfungo wa Ramadhani, yani wamemaliza ibada ya saumu ya Ramadhani. Hivyo sababu ya furaha yao, wanafurahia kwa vile wamehitimisha ibada yao ya funga ya Ramadhani. Na hii Ramadhani ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu, na hii ni nguzo ya 4 ambayo tumefaradhishiwa Waislamu tuweze kuifunga. Na sisi tu, isipokuwa kuanzia miladun Adam, kutoka kwa Nabiyullahi Adam mpaka kwa umma wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cha kuzingatia muhimu kabisa katika masiku haya matukufu kama haya ni jamii kuchukua tahadhari, hususwa katika kusherehekea, maana furaha zipo za aina mbalimbali. Kwa hiyo ndani ya furaha zetu lazima ziwe na mipaka, isije kafikia hatua kwenye furaha hiyo ukamkasirisha Allah tabaraka wa taala. Kwani siku kama ya leo watu mbalimbali huandaa pati mbalimbali nyingine za kumkasirisha Allah. Hivyo nahusia umma wa Kiislamu utumie nafasi hii vizuri ya furaha. Kwa nini? Umefanya ibada ndani ya mwezi mzima, hivyo natakiwa sehemu ile ya ibada uweze kuiendeleza na kuifanya vyema, ili ipatikane lile lengo la Allah kusema kwamba watu wanapofunga wanapata ucha Mungu. Bimaana kinyume chake tusije tukaharibu ile ladha ya ucha Mungu iliyopatikana ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Ni mimi ndugu yenu al-Imam Hussein bin Hassan nikitoka Majmui Tegeta, Dar es Salaam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Filipo Cyprian, tumepata vitu kutoka kwa imamu wa msikiti, na muda huo yeye anasubiriwa huko ndani ili kuendeleza ibada. Mimi nikushukuru imamu na nikuruhusu. Shukrani inshallah. Haya, ningoja wengine hapo Waislamu wapo hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nakufahamu, lakini unaweza kujitambulisha jina? Kwa jina naitwa Ramadhan Mohamed, ni mkazi wa hapa Tegeta kwa Ndevu. Nipo hapa kwenye msikiti wa Majmui kwa ajili ya ibada ya Eid. Unavyoonekana ni miongoni mwa watu unafuatilia michezo, sio? Ndio kabisa. Unafuatilia michezo? Aswa. Wewe shabiki timu gani? Mnyama. Simba Sports. Yeah. Simba kesho wanacheza dhidi ya TRA. Unautazamaje mchezo? Itaharibu Eid. Tutategemea ushindi. Tunategemea tutafurahisha, tutategemea. Kwa hivyo Eid itasherehekewa. Tutasherehekea kabisa. Kweli? Kabisa. Sawa. Filipo Cyprian, pamoja na mambo ya ibada ya Eid, asiondoke. Watu ambao wanafuatilia michezo, umesikia shabiki wa Simba akisema ya kwamba kesho wataibuka na ushindi dhidi ya TRA. Mchezo utachezwa majira ya saa 1 usiku hapa Dar es Salaam. Yupo ndugu yetu mwingine hapa bwana, wakumbushe jina lako. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Juma Kipende. Huyu ni mkazi wa hapa Tegeta. Ni mkazi wa Tegeta na ni muumini wa Masjid al-Majmui Islamia Tegeta. Kuna ndugu yetu sasa Abel, huwa ni miongoni mwa watu na vibonzo vyake vile vya tathmini ya kanzu. Hebu tumwangalie huyu bwana kwenye tathmini ya kanzu, bwana Chazi Abel. Huyu bwana alafu bwana kama kuna wekundu hapa. Naam. Fitili na sadaka pia. Bwana umejipanga? Naam. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni Dar es Salaam Young Africans. Young Africans? Young Africans kabisa. Ndio inakunenepesha? Bila shaka. Ni kweli Yanga ndio inakunenepesha? Yanga inanenepesha bila shaka. Baada ya mchezo dhidi ya TRA mambo yalikuwaje? Baada ya mchezo na dhidi ya TRA tulikuwa disappointed kidogo, lakini wanasema kuteleza si kuanguka. Na kosa ni kurudia kosa. Mimi nadhani yale makosa tuliyofanya na TRA hawezi kujirudia leo dhidi ya Mtibwa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa baraka ya Eid, leo Yanga anaibuka na ushindi mkubwa sana dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini Mtibwa nao wanataka ushindi. Mtibwa anataka ushindi, lakini Yanga anataka ushindi zaidi.
Kwa nini Yanga anataka ushindi zaidi? Kwa sababu Yanga ni title contender. Yanga ni mshindani Yanga anatafuta kombe. Mtibwa nadhani sijajua anatafuta nini, lakini of course Yanga kwamba hujui Mtibwa anatafuta nini. Yanga kwa misimu yote Yanga anatafuta kombe. Mtibwa inawezekana kuna kitu anapigania tofauti na kombe. Bwana, ni maneno ya shabiki wa Young Africans anaitwa Juma Kipende akielezea yale ambayo anafikiri, lakini yupo tayari kwa ajili ya ibada ya Eid na takbira bila shaka zinasikika. Hizo sauti unazozisikia huko kutoka katika msikiti wa Majumui ni kuhusiana na Eid al-Fitr ama ibada ya Eid al-Fitr. Wapo waumini wa Kiislamu wengi ambao wamejitokeza kule, ni upande wa kina mama ambao unaweza ukawaona, na huku ni upande wa kina baba katika msikiti huu mkubwa kabisa wa Majumui hapa Tegeta. Na nikwambia tu Filipo Cyprian na watazamaji wa Kurasa za Mwisho, pale wanaposikia mimi naitwa Mufti, wajue tu ya kwamba haya ni maeneo ambayo mimi nilipata fursa pia ya kuongoza ibada za tarawehi na ibada zingine mbalimbali. Wapo mashekhe wengi ambao wana hamu ya kuzungumza, wapo mashekhe wengi tu Filipo, nadhani sijui kama muda unaruhusu, lakini hawa ni miongoni mwa viongozi ambao huwa wanapata fursa ya kuongoza ibada katika msikiti huu wa Majumui. Angalau tuwatoe salamu kidogo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakumbushe tu jina. Kwa majina anaitwa Yusuf bin Said Seif Kijinga. Wakumbushe Waislamu leo wanatakiwa kufanya nini na watu na Watanzania wote kwa ujumla. Leo inatakiwa kumtukuza sana Mwenyezi Mungu na kumswalia sana Mtume Muhammad SAW na kuleta adhkari za aina mbalimbali kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Naam, Filipo Cyprian na watazamaji wa Kurasa za Mwisho bila shaka wameyasikia. Nirejeshe matangazo kwako hapo studio Filipo. Kabla hujamaliza na mambo mawili kadhaa, sijui kama unanisikiliza. Kwanza tunashukuru Mungu leo kajua kametoka asubuhi hii, na pili hili la mufti uliosema, swala la mufti katika eneo hilo hapo, kwanza sikujua kama unaendesha neno pale, unafundisha. Lakini baadaye nikasema kumbe ndo maana ile likizo ulichukua, maana kwamba ujizatiti kwenye masuala ya dini. Hilo moja. Mbili, mashabiki umezungumza hapo, mashabiki wa Yanga na Simba hapo kwa siku ya leo, manake hakuna kubizana. Maana leo tuko kwenye sherehe leo. Hamna sijui bwana huyu afungwe, huyu kesho afungwe, huyu leo afungwe, hamna hayo mambo naamini. Ni ibada ambayo inaumiza. Kumradhi Filipo Cyprian, nimekusikia kwa mbali sana, kwa hivyo sijakupata vyema yale ambayo umeyazungumza. Bila shaka hapo wataalamu wanaweza kanisaidia ili nikusikie kwa uzuri. Okay, ni kwa maana kwamba umufti wako hapo, namna ambavyo uliuchukulia likizo. Okay, sawa. Nikwambie tu hapa ni miongoni mwa maeneo ambayo tulikuwa tunapata ibada ya tarawehi, ile ibada ambayo huwa mara nyingi inafanyika nyakati za Ramadhani baada ya swala ya Aisha. Swala ya Aisha huwa inaswaliwa majira ya saa 2 mara nyingi hivyo, hasa kwa Watanzania hapa kutokana na majira yetu. Kwa hivyo baada ya sala hiyo huwa inakuja sala ya tarawehi. Kwa hivyo nikwambie tu hapa ni miongoni mwa maeneo ambayo nilipata bahati mimi kuweza kuwaongoza wenzangu na wakati mwingine kuongozwa mimi katika swala ya tarawehi. Unajua watu wakisikia neno maamuma huwa wanajua ya kwamba maamuma ni mtu asiyejua kitu, lakini kwa tafsiri sahihi maamuma maana yake ni mtu ambaye kuwa kama kuna imamu mbele anaongoza sala, yule aliyekuwa nyuma anaitwa maamuma. Kwa hivyo hata yule imamu siku akiwa nyuma ya mwingine akiwa anaongoza katika swala, imamu anaweza kawa maamuma. Maana yake ni kwamba kuna imamu wa msikiti huu maalum, lakini siku akichelewa sala au akiamua kumtanguliza mwingine mbele ya kibla pale kusalisha mimbari, maana yake yeye imamu siku atakuwa ni maamuma. Kwa hivyo mimi kuna nyakati nilikuwa imamu katika msikiti huu, lakini kuna nyakati nilikuwa maamuma. Sio imamu maalum wa msikiti huu, ila wakati naongoza sala ninakuwa imamu, lakini nikiongozwa ninakuwa maamuma. Kwa hivyo hapa nilipata fursa ya kufanya hivyo. Kwa hivyo watu wasistuke wanaposikia naitwa mufti. Asante sana, nikutakie Eid Mubarak kwa siku ya leo. Mimi pamoja na akina Jabir hapa tutatafuta namna ya kuja kula ubwabwa, sijui wapi, ubwabwa kwako ama ubwabwa hapo msikitini, tuje tusherekee kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nawakaribisha sana Tegeta kwa Ndevu, lakini pia maeneo ya Salasala nyuma tu kidogo. Ukitoka hapa Tegeta unarudi nyuma kidogo kama unaenda Mwenge, ni maeneo ambayo yote yamenapatikana. Lakini kwa sasa hivi hapa barabara hii unaiona, kwa sasa hivi barabara hii ukifika mbele hapo kidogo, huko ndio kuna mji wa wazazi wangu. Kwa hivyo shughuli yote tutaifanyia
hapo mbele ile wali na kila kitu, ile Tegeta mbali. Asante kwa location. Asante kwa yani umejileta. Asante kwa location. Tunataka tufahamu muda tu. Utatupeleka. Asante sana kwa location. Mitaa yote wanaijua. Tunakuja kula ubwabwa. Karibuni sana, majira ya saa 8 hivi, bila shaka mambo yatakuwa mazuri. Mbona mbali? Karibuni Saa sana. 8 mbali. Asante sana Ali, japo Jabir anasema saa 8 ni mbali sana. Kula ubwabwa sana. Sasa muda nyakati sasa hivi tunaenda kupata swala. Kuna tofauti. Mufti wali wake unahusisha watu wengi. Jabir anapika chakula kwa ajili yake na familia yake tu. Hiyo bado ndogo. Ana anashangaa wale kile saa 8 kama saa 6 kwa kidogo. Hiyo nongo bwana anatembea. Hivyo stene. Jamani, hayo akiwa ni masuala ya Idi Mubarak kwa siku ya leo, na Watanzania wote Waislamu wanasherehekea sikukuu hii ambayo leo ni mosi, kesho ni Idi pili, ikiwa ina mfululizo wa namna hiyo. Tumemsikia ni mufti yule au shehe anasema watu washerehekee kwa amani. Mimi kweli neno maamuma Nilikuwa nauchanganya. Maamuma miaka ya 2005 kuna tangazo moja lilikuwa linatembea kwenye redio, nasema mambo ya maamuma, kama alivyosema Ali. Ni kweli unaonekana kama mtu ambaye Hujui kitu. hujui. Umeona lakini kumbe sivyo. Katufafanulia vizuri kabisa kwamba maamuma ni kama msaidizi. Unajua unaweza kupata dharura, shehe anaweza kupata dharura au mufti akapata dharura. Ina maana kama alivyotufafanulia ni kwamba maamuma anaendelea na sala. Afu kitu kingine sasa nilichokuja kujifunza katika mwezi mtukufu ni kwamba tarawih, sala ya tarawih inachukua kama masaa 2 matatu Inategemea. Kati ya 2 au matatu. Inaweza kuwa hata saa 1:30. Kumbe ile inakuweka mwili uwe fiti kwa ajili ya daku. Umejifunza kwa kweli. Kwa maana kwamba namna ambavyo utakavyohudhuria ile ibada ni zoezi tosha la wewe kumaliza ile. Lakini sio maana yake kwamba ndio uwe fiti kwa nilichokifikiria. Uwe fiti kwa ajili ya daku. Kwangu mimi nilichokifikiria. Kwa sababu umetoka kula. Umetoka kufuturu. Si ndio? Maana yake lazima chakula kikae sawa. Unapata mafundisho lakini ukitoka hapo tayari njaa. Na ndio maana wakati huo katika kipindi hiki kuna kuoga na mashindano ya Ramadhani Cup. Chukua hiyo. Haya, turejee katika mjadala wetu. Tulishia kwa Charles Abel nikamwambia slow. Alikuwa anazungumzia kwa nini watu wanamwangalia Motsepe kama yeye anashindwa. Lakini katika taasisi yoyote kiongozi namba 1 ndio anaangaliwa. Yeye amebeba dhamana yote ya nani. Unajua Charles, kuna engo ameizungumza ambayo nafikiri ni muhimu sana. Kwa muktadha huo Charles anavyozungumza unaweza kuona kwamba kuna logic. Kwamba na unajua inategemea sana kwenye hizi ofisi. Wewe umekuwa kwenye ofisi, wote mmekuwa kwenye ofisi. Unajua hamna kitu kikubwa. Kuna watu wana staili ya kuendesha ofisi. Yaani kuna mtu anaweza kama wewe Philip huko juu. Unaweza ukawaamini hao kina Chaziabeli wote wakina Nkini kwamba watafanya kazi kwa mujibu wa taratibu, kanuni, sheria, weledi. Sasa unaweza kupata wasaidizi ambao wakawa sio waaminifu. Ukiangalia magazeti mengi hadi ya nje ya Afrika yanamtaja Fauzi kama ni problem kwenye shirikisho. Na ndio unaona Chazi anachokisema. Unajua kuna magazeti yameanza kumtaja yeye kama ni tatizo kwenye soka la Afrika kwa sasa au kwenye shirikisho. Sasa ukiona magazeti ya nje kama Ufaransa, huko Ujerumani, Uingereza yanamtaja yeye, kama unavyojua wenzetu wameshaenda mbali sana. Na sikosi tayari wana ushahidi wa kwenye meza kwamba huyu aliwahi kufanya hivi, aliwahi kufanya hivi, aliwahi kufanya hivi. Unawajua wenzetu wakiandika habari, yani wanakuaga tayari washafika mbali. Kwa hiyo unachoweza kuamlaumu sasa Motsepe kwamba
kwa nini huyu msaidizi wako anafanya haya wewe hujui au uyaangalii kwa karibu? Sasa hiyo ndio alikuwa anaizungumzia. Mimi swali langu bado lipo, kwa maana kwamba hata kamati ikiwa huru inaweza ikaenda ikatangaza tu uhuru wake wa maamuzi bila ya kupita kwa rais. Endelea Charles. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba watu wanaangalia reaction, yani malalamiko ya taifa fulani au ya taifa fulani yanafanywa kazi kwa uharaka na shirikisho, malalamiko ya mataifa mengine yanakuwa ignored. Kwa mfano mpaka leo hakuna statement iliyotoka yoyote kuhusiana na, yani hakuna onyo au ukemeaji wa matukio ya makipa kupora mataulo kwenye mechi. Hakuna onyo yani hakukuwa na statement ya nani, lakini mara nyingi rais wa shirikisho anasimama kudefend mambo yanayohusu Morocco. Yani malalamiko ya Morocco yanakuwa yanasimamishwa, yani mwenyewe rais anasimama kudefend. Kwa mfano tunafahamu kwamba hizo kamati ni huru. Kwa mfano hizi tunasema ni judicial organs. Kamati ya nidhamu ni kamati huru. Kamati zimeshaamua. Kuna haja gani ya wewe president kusimama tena yani kutetea kile ambacho kamati imekiamua? Na ushasema hii kamati ni huru. Amechorwa ng'ombe, kila mtu anamuona huyu ni ng'ombe, wewe unasimama jamani huyu na wasisitiza huyu ni ng'ombe. Huyu ni ng'ombe. Lazima hapo kuna shida. Lakini kuna maswali lazima utaanza kutengenezea watu kwamba hii kamati imeamua. Ili swali linahusu pande mbili. Why? Alafu baada ya ile tukio tu, kama unakumbuka, baada ya ile finali tu kuna statement moja ambayo ilionekana kama tayari inaenda kuinfluence kamati za maamuzi ya kamati. Unavyosimama wewe kama rais na kusema kamati zangu ziko huru, lakini kitendo kilichofanya na hawa ni kibaya hivi na hivi, unatengeneza taswira gani kwa kamati zako? Kwa ni kweli, lakini sasa kwa mujibu wa statement ya Chale ni kwamba alitaka Rais Motsepe asiseme kitu. Ndio. Tayari hizo kamati ni huru. Sawa, sikatai. Lakini napo kuna pressure kubwa. Kumbuka ndani ya 24 hours kulikuwa kuna pressure kubwa sana ya kumtaka rais azungumze au aje na statement ya kujiuzulu ya vitu kama hivyo, yani ikopo inamchonyoa. Sasa tatizo linapokuja, unakwenda kuzungumza nini? Watu wanataka kuzungumza. Unakwenda kuzungumza nini? Baada ya mashindano ya WAFCON kumalizika, kama unakumbukumbu, nini kilikuja kutokea? Alifungiwa refarii ambaye alisemekana mwenyekiti wa kamati ya waamuzi aliondolewa katika mazingira ambayo hata haikueleweka kwa nini ameondolewa. Na yani finali Morocco walilalamika kwamba tumeonewa na refa. Ameondolewa. Imekuja AFCON. Usisahau na muamuzi wa mechi ya finali hiyo naye akaondolewa moja kwa moja kuchezesha. Imekuja muda muamuzi gani wa finali ya Morocco na Nigeria kwenye kombe la wanawake la Afrika. Imekuja aliondolewa mwenyekiti wa waamuzi, akaondolewa na refarii aliochezesha hiyo finali. Imekuja kwenye AFCON, tukio limetokea, kamati ya mashindano ya CAF imetoa decision yake, si ndio? Kamati ya nidhamu ile imetoa maamuzi yake, maamuzi ambayo yalizingatia kanuni. Hata ukisoma tafsiri ya zile, Morocco wakadimandi kwamba sisi hizo maamuzi hatujaelewa, tunakata rufaa. Ghafla mwenyekiti wa kamati ya nidhamu naye amefanya nini? Kwa hiyo watu haya mazingira ndio wanaanza kupata, kwa sababu mwisho wa siku hizo kamati zinateuliwa na nani? Yale mashindano ya wanawake ya WAFCON yalikuwa yafanyike mapema kabisa mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Mwezi wa 4. Mwezi wa 4 Morocco. Lakini nafikiri yameahirishwa kutokana na chagizo hili. Haifahamiki mpaka sasa hivi atafanyika. Maana yake sasa Morocco wamesema baada ya siku moja tu baada ya maamuzi ya juzi ya kutoa ubingwa, Morocco wamesema wako tayari kuandaa mashindano yote. Unaona sasa. Unaona ndio hicho nadhani force inayokuja, kwa maana kwamba vitu kama hivyo viniashirio linaloonyesha kwamba Morocco inabebwa. Mimi nadhani tuwe wa kweli na tunyooke kuhusiana na maamuzi ambayo yametoka. Hakuna namna kafu watatuaminisha sisi kwamba maamuzi waliofanya ni maamuzi sahihi. Hakuna namna. Kwa sababu gani? Tunahubiriwa kwamba maamuzi ya dakika 90 ndani ya uwanja ni ngumu kuyabadilisha, hasa kwenye matokeo. Sio tunahubiriwa.
ni sheria. Yaani katika sheria 12 za mpira 17 za mpira wa miguu, sheria ya 6 inasema maamuzi ya muamuzi wa mchezo ni ya mwisho. Ni ya mwisho. Na ndio maana yaani sheria mama zile ambazo zinaongoza mchezo wa mpira wa miguu. Na ndio maana hata tukija kwenye loko kuna kanuni ambayo ilikuwepo ya mashindano pia. Ndio nataka kuzungumzia hapo kanuni na sheria ipi inaanza. Yaani shida inayokuja hapa. Shida sio huku tulipokuja kuzungumza. Huku si tumekuja nje. Shida imetokea pale kwenye ile mechi. Yaani ile siku kama kanuni ingesimamiwa vizuri. Yes. Umeshanaelewa vizuri. Na mimi nilikuwa nakuja hapo problem ya hii mechi, matatizo yote yameshindwa, wale waliosimamia mchezo wameshindwa kusimamia kanuni zinavyosema za mashindano. Kanuni ndio inaongoza katiba mashindano. Ndio katiba. Kanuni sheria ndio katiba mama. Yaani kama tunavyoona sisi hapa nchi yetu tuna katiba. Si ndio? Ile ndio sheria za soka. Alafu hizi kanuni za mashindano ndio zinakuja pale, lakini zinatakiwa reflect na zinakufa baada ya mashindano hizo kanuni, si ndio? Yes, kwa sababu kila mashindano na kanuni zake. Umeshaelewa? Nilikuwa nakuja kwenye point ambayo alikuwa anaongea Nkini. Kama tunasema maamuzi ya ndani ya dakika 90 yaheshimiwe, yale ya muamuzi pale yana filimbi yake yaheshimiwe. Si ndio? Tumeshashuhudia matukio kama yale yakitokea, baadaye kamati zikikaa wanakuja na adhabu, wanakuja na maamuzi, lakini maamuzi yale hayabadilishi kile kilichoonekana ndani ya dakika 90. Hilo la kwanza. La pili, nilitegemea baada ya CAF kuja na matamko haya wangetupa pia msimamo wao kuhusu waamuzi wa ile finali, wasimamizi wa ule mchezo wa ile finali. Wote tungeambiwa wamefanywa kitu gani, kwa sababu kanuni zinamuongoza muamuzi na kamisa kuamua yale yalotokea ndani ya dakika 90. Kwa mfano, timu imetoka nje zaidi ya dakika 15. Kanuni inasemaje? Refari kumaliza mpira kumpa ushindi aliyekuwa uwanjani akikufanyika. Timu imetoka hizo dakika 20 imerudi ndani. Mpira umeendelea. Dakika 60 zimekwisha, fulani ameshinda. Leo hiyo unakuja kutuambia yale matokeo sio ubingwa tunampa huyu, na wakati hawa wasimamizi wako kuna kanuni pia nao waliruka au kuna taratibu waliziruka, afu umekaa kima. Unataka sisi tukae tuamini na hayo maamuzi yako. Lakini pia maamuzi ambayo ameyafanya CAF yataleta shida tena baadaye kwa mashirikisho yao. What if leo TFF ikatokea matokeo kama yale, kamati kaamua kama vile CAF wameamua? Katika mambo ya kimahakama kuna ngoja kwanza ndani jabi, katika mambo ya kimahakama kuna kitu kinachoitwa case study. Yes, ambacho kinakuwa rifa kinaitwa precedent, lakini si case study. Sawa, kwamba okay, tunachukua rifa case study, ndio. Sasa kama case study yani katika maamuzi mengi yanachochewa kufanyika maamuzi katika mahakama na hizo case study. Tayari hii ishaingia katika case study. Na tutaangalia mpaka CAS, na maana mahakama ya kimataifa ya michezo nayo itaamua nini kulingana na maamuzi hayo. Tofauti na hapo, kama anavyosema Faustin, mtu ana maamuzi yake, atakuwa heshimu association pale ile inaosimamia pale, atakwenda moja kwa moja CAS. Mtu kanyimwa penalty kwa sababu anaamini kwamba akienda sehemu fulani yale maamuzi ya penalty yatakataliwa, afu yule atakuwa point. Unajua Nkini katoa jibu very clear kwa maelezo machache sana. Yaani majibu yote ya mjadala wote katoa Nkini kwa maelezo machache ambayo hajachukua hata sekunde 30, kwamba shida yote ni mchezo wa finali. Sasa tunapokuja kwamba hizo, kwa mfano wewe umezungumzia swala case study, sio mara ya kwanza katika mpira wa Afrika hilo jambo kutokea. Yaani ile jambo hili inawezekana la 3 au la 4 litatokea hili. Mfano mdogo 2021 22 Wydad na Esperance. Wydad na Esperance wamecheza Tunisia. Kanuni ilikuwa ni mechi moja. Cheza watu wamepata goli limekataliwa. Twende kwenye VAR haifanyi kazi. Wydad ikatoa timu mischezi.
Kwa nini uchezi VAR, kwa nini imezima? Utata. Refa kawarudisha Esperance uwanjani, wale Wydad uwanjani, wamegoma kurudi. Refa kamaliza mpira. Kumaliza mpira, Wydad ikapewa ushindi na kapewa kombe, Esperance kapewa ushindi na kombe. Wydad wakakata rufaa kwenye kamati hizi za CAF. Kamati ya CAF ikaona kwamba maamuzi yale ya kuipa Esperance ubingwa yalikuwa na makosa. Kombe lilikuwa lifanye nini? Lirudishwe ile finali ichezwe. Wala wameenda kasi Esperance kwamba sisi refari alimaliza nini? Mpira, yani kasi wamesimama kwenye hilo tu kwamba mwisho wa siku mpira ulichezwa na refa akafanya nini? Akamaliza. Ndio maana tunasema inawezekana hii kesi ikawa nyepesi sana kwa Senegal, kwa sababu ukisema kuna kanuni ilivunjwa, refari karudisha timu uwanjani na watu wamekubali. Yaani mimi ukiniambia na mpira umechezwa na ameumaliza, mimi ukiniambia unasemaje tena leo huyu aligomaje wakati mechi ilimalizika? Kwa sababu unaposema mtu kagoma, maana yake unajua iko kitu hakijafanyika. Ndio. Yaani tafsiri ya kugoma. Mimi leo nikiambiwa bwana kazini kwangu Chaza Beli umegoma kufanya kazi, maana yake kazi haijafanya nini? Haijafanyika. Hao wanasemaje wamegoma? Yaani ndio maana juzi jana nimemsoma, alikuwa ni majaji miongoni mwa majaji wa mahakama ya kasi wa nyuma, retired. Amezungumzia very clear. Anasema kwamba mwisho wa siku decision ya uwanjani referee ameifanya. Referee kaifanya, zile timu zimerudi uwanjani zimecheza. Unatafsiri vipi kwamba watu wamegoma? Yaani mimi ile mechi, yaani mimi ukiniuliza ile kesi kwenye kasi, nafikiri inaweza ni kesi ambayo kasi watatumia dakika 3 kutoa majibu. Kwa sababu yaani mimi nilikuwa ndio maana hata ilivyotoka ile mimi sikuwa na emotion kabisa. Nikajua tu Senegal hii mkienda kasi si mnashinda dakika 3 tu. Kwa sababu gani? Dunia nzima waliona kwamba Senegal ilirudi uwanjani, mechi ikachezwa, dakika 90 mechi imeisha na nikafungwa. Mimi tafsiri ya mwamuzi. Mimi nilitegemea sehemu moja, shida nyingine inaanza. Tafsiri ya mwamuzi ndio ile tufikisha hapa. Basi kanuni zinasema timu ikishatoka dakika 15 ipo, wala haisemi vile kanuni nilivyoisoma mimi. Hata kama ina dakika labda nimesoma haraka. Timu ikitoka uwanjani, si ndio? Hii timu imenyang'anywa ushindi na inaondolewa moja kwa moja kwenye nini? Kwenye mashindano. Sasa wewe timu imetoka uwanjani, imeenda vyumbani, mmeisubiri, imerudi, imekuja kucheza tena. Sina mmoja kutufikisha hapa tulipofikia. Ni tafsiri ya mwamuzi. Umeshaelewa? Kwa tafsiri ya mwamuzi imetufikisha. Lakini pia mimi kitu kimoja ambacho tunajifichia. Tukubaliane na tuende turudi. Mimi sikubaliani na uhuni wa timu kutoka uwanjani pia. Yaani mimi timu yoyote kutoka uwanjani kwa maamuzi yote ya mwamuzi, mimi sikubaliani nao. Yaani hichi ikija tu kama tunacho tukikibeba tukikiona kwamba Senegal alifanya sahihi, tunakuja kuufikisha mpira sehemu mbaya. Maamuzi yote ya mwamuzi hayakufanyi wewe utoke uwanjani pamoja na vitu vyote timu kutoka tu ile nusu ya timu ni pale una wewe alitakiwa amalize tu pale pale. Nafikiri aliangalia vitu vingi. Wiki mbili zilizopita tulijadili kuhusu adhabu za kamati ya 72 hapa. Kama mnakumbuka. Tukajadili tukasema kwamba moja ya jambo ambalo bodi ya ligi inapaswa kuziangalia kanuni zao msimu ujao. Tukazungumzia mpaka ball boys. Yaani kwamba na huyu Chazi alikuja kugusia mpaka wale makamishina wa mchezo kwenye ile mechi ya Simba na Dodoma. Ilikuwa Simba GC waratibu wa mchezo. Waratibu wa mchezo. Ndio hicho unachokisema wewe. Kwamba ulitegemea hata hii adhabu hii ya kamati ya rufaa ilipaswa iseme kwamba referee anapaswa kuchukuliwa hatua, wamrudishe kwenye kamati ya waamuzi ya CAF. Walipaswa waseme wale wote wasimamizi wa mchezo walipaswa kwa sababu kama mimi nilikuwa mratibu, Chazi alikuwa referee, mimi kazi yangu inabidi nimkumbushe Chazi. Chazi, kanuni inasema 1 2 3. Yes, maliza mchezo kama mchezo. Kanuni inasema inawezekana hata katika utetezi mwamuzi akaweko salama kuliko GC. Kwa sababu mwamuzi akasema mimi nasimamia sheria 17. Huyu GC yuko upande wa utawala, maana yake hizo masuala ya kanuni zote yani yeye ndio ana mashindano zote yeye anazifahamu. GC sio kamishna wao ndo majukumu yao, lakini siku moja baada ya mechi ile CAF iliwasafisha watu wote. Yaani niwapongeza waamuzi wa ule mchezo. Unaona changamoto ilipo. Ndio maana nasema ni katoa jibu sahihi ambalo ndani yani kwamba shida zote ni ile faida, yani ni ule ni wale wa
Yaani sasa unaona kwamba tunarudi pale niliposema mara kwanza kwamba kwenye utendaji kazi unapokuwa kiongozi wa juu wa kwenye idara kama hivi Babu Philip Cyprian au Kini, unapokuwa juu ya taasisi, hamna jambo kubwa ambalo unapaswa kuliomba kuwa chini na watu ambao ni waaminifu sana. Linakusaidia sana. Kuna mechi moja, yaani ukiwa na watu waaminifu Shija Faustin, linakusaidia sana. Yaani ndio unaweza kukuta kuna mabosi wengine anakuambia mimi bwana nalala nyumbani. Unamuuliza kwa nini, anasema Faustin yupo, kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu. Kwa hiyo hata nikiamka najua kila kitu kimeenda sawa. Uadilifu, yani watu wa chini waadilifu ambao wanaweza kutenda kama wewe, hata kama wewe haupo. Ndio hii inakuja kwenye kafu sasa. Unaona anachosema Chazi, kafu iliwapongeza. Ni kweli. Si ndio ninachokwambia, ndio uadilifu sasa unakuja. Alafu leo unaenda kutoa maamuzi mengine. Na ndio maana kutoka nayo yote, na ndio maana unakuta Motsepe anatumia nguvu nyingi sana kuisafisha kamati yake, yani kuisifia kamati kwamba kile ambacho imekifanya, kuisifia kwamba haina shida. Anatumia nguvu kama ametoa mfano hapo. Wewe umechora ng'ombe huyu hapo. Kila mtu picha ya ng'ombe anaijua. Lakini hapo unakuja unasema jamani wasisitizeni hii, huyu ni nani? Huyu ni ng'ombe. Ukiona hivyo maana yake kuna shida. Okay, sasa tumehitimisha mjadala na kutoa mmemkatisha. Umeshamaliza. Sasa leo kuna wakati kusherehekea Eid Mubarak. Tutaanza na mechi ya ligi Mtibwa dhidi ya Yanga saa 10. Usikose kufuatilia. Lakini kuna mechi nyingine za CAF leo, Waarabu wanakutana kuweka maamuzi ya robo finali. Hivi maamuzi ya kwenda finali. Na hizo mechi sasa. Hizo mechi nazo mziangalie sana. Na nilikuwa nataka niseme hivyo Kila hizo mechi mziangalie sana. Zitaweza kutuletea tatizo lingine. Kwanza tayari kuna matatizo yameanza. Kuna mechi ya Al Hilal na nani? Na Berkane ambao Fauzi. Kuna Al Hilal na Esperance. Kesho. Kuna mechi ya Al Hilal ya Sudan ambayo inacheza Rwanda, inatumia viwanja vya Rwanda, na Berkane. Rais wa Berkane ndio huyo Fauzi ambaye ni makamu wa rais wa CAF. Moja ya utata, wamefaili wao Al Hilal malalamiko ya kule na mechi ya kwanza. Yes, kule wapi? Kule Morocco. Wamefaili nani? Al Hilal. Malalamiko yao ya kuhusu kamishna mchezo, nafikiri refari. Ndio ile refari kwamba amemaliza mchezo akatoa kadi nyekundu. Ile Esperance de Tunis na nani Esperance. Akatoa kadi nyekundu, anasubiri watu waje. Wale watu hawakuja, wanaishia pembeni huko. Lakini pia ndio anasema kuna kujifunza. Umesikia hilo tukio pia, timu zetu, wachezaji wetu wanaja kujifunza. Wachezaji wa Ahali walikuwa wanataka kwenda kumvaa refa na maofisa wao, kitendo cha kushika kadi, unaona maanake hiyo ni maturity, yani kiwango cha juu cha kupevuka. Kama tuna mechi ya pili, tuna mechi ya pili na kuna mechi inakuja mbele. Lakini kwa mfano kwenye ligi yetu unaweza kushangaa tukio anacheza mchezaji wa timu pinzani, refa anamuita mchezaji wa timu pinzani, unashangaa hawa wachezaji walofanyiwa tayari refa anakumwadhibu mchezaji yule, wote nao wanakwenda pale kumvaa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo, kwa hiyo Al Hilal umefile complaint kwenye CAF. Lakini sasa hivi kuna issue nyingine imejitokeza kwamba na Afrika refari alopangwa kuchezesha mechi ya pili ya Al Hilal na Berkane. Unaweza kuona huo mwamvuli bado Fauzi watu wanamshtumu. Yaani Afrika wanamlaumu refari alopangwa kwenye VAR, Al Hilal wana question na refari atakachezesha. Na haya mambo yote yatatoka kwa sababu ya yale. Sasa basi saa 1 kuna Pyramid na Farabat, na saa 4 kuna Al Hilal na Esperance leo. Haya kesho kwanza tutasubiri kesho, ngoja tulobwabwa wa Eid, alafu mengine shirikisho Belouizdad na Al Masry nayo hiyo mechi saa 4 usiku leo. Hapana, Nkini katoa vizuri sana. Nkini kasema vizuri sana. Hizi mechi tuziangalie. Mimi nitasema sawa, ni mjadala bado wa moto, lakini mimi nitasema nje ya kipindi. Nini kinachosababisha haya yote ndani ya CAF? Lakini ni mimi, wewe, Abeli, Nkini na Fao. Tasema tukiwa tunapiga stori zetu za kijiweni. Asante sana jamani, nashukuru kwa siku njema kabisa na kutakia Eid Mubarak pamoja kwa siku hii ya leo ya Mosi
pamoja na kesho Idi Pili. Nikutakie utazamaji mzuri kabisa, na mechi zinazofuata ni mechi kubwa za kusindikiza ubwabwa wako wa Idi Mubarak. Asante sana, siku njema.